wake tunaendelea kuondoa yale ambayo hayafai na kufanya yale yanayofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 5. Maandiko yanasema, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Anasema hayo ndio mapenzi ya Mungu kwetu, kwamba kutakaswa kwetu, tuepukane na uasherati. Hapo anasema kila mmoja ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa kama mataifa wasiomjua Mungu wanavyofanya. Baada ya kuokoka ni tendo lingine, na kuendelea kuishi maisha mpendazayo Bwana, hicho ni kitu kingine. Maandiko yanasema kila mmoja ajue namna ya kuweza mwili katika mambo ambayo yanatufanya tujichafue au tusimpendeze Mungu. Ni namna ambavyo mtu anataka kuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Haleluya, amen. Na ndio maana maandiko yanasema kila mmoja ajue namna ya kuweza mwili. Naweza nikasema ni stadi, ni maarifa tunapaswa kuwa nayo ya kuweza huu mwili. Na kuweza mwili maana yake ni mtu auendeshe mwili, sio mwili umwendeshe mtu. Bwana asifiwe. Tunaposema mtu, kuna nafsi, roho na mwili. Hasa kuna kitu ambacho kinajua kwamba chenye kitaishia duniani, ambayo ni mwili. Sasa roho ambayo ina connection na Mungu, kuna mambo inapenda kufanya, mwili hutaki. Na ndio maana Yesu akaambia wanafunzi wake, akasema hivi, ombeni ili msiingie majaribuni, maana mwili ni dhaifu lakini roho inayo. Na dhambi kubwa ambayo ipo kwenye kizazi cha sasa ni ile hali ya kutaka kufanya mambo ambayo mwili unataka ufanye. Na dhambi ambayo inawasumbua wengi ni dhambi ya uasherati, dhambi ya uzinzi. Ni kwa nini? Kwa sababu ni kwa maana mwili unatamani kujifurahisha. Kuna mtu anashindwa kuendesha mwili, anataka mwili uendeshe. Kwa hiyo inafika mahali anakosea Mungu au anajichafua. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuweza mwili, naweza kusema kwamba kulazimisha mwili kutii. Kutii wewe unachokitaka, huyu utii roho inataka nini, na sio wewe kuutii mwili. Natolea mfano mwepesi. Tunaweza tukatangaziwa kuna maombi, tunatakiwa tuje kanisani tuombe, na tukasema ni maombi ya kufunga. Tuliposikia lile tangazo, roho ikatamani, ikapenda kufika. Inafika siku yenyewe unakuta mwili unajisikia kuchoka, haupendi. Sasa unapochukua hatua ya kufuata mwili, maana yake umeshindwa kuweza mwili. Kwa hiyo unakubali kile ambacho mwili unataka kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maandiko anasema kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake, ajue kuendesha mwili wake, na sio mwili kukuendesha wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu atusaidie. Nasema kwamba baada ya kumwamini Yesu, hatua inayofuata ni kujitenga mbali na vichocheo vyote vinavyoweza kusababisha umkosee Mungu. Ni rahisi mtu kutubu juu ya dhambi ya uzinzi, lakini hataki kufanya maamuzi ya kuacha vile vichocheo vinavyosababisha kutenda hiyo dhambi. Warumi 8:7. Maandiko yanasema wote waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Warumi 8:7 anasema wote waupendao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kuweza mwili ni kukubali kuishi kwa namna nyingine, kwa kufuata roho. Warumi 8:6 maandiko yanasema kwa kuwa nia ya mwili
aendane na hali ambayo yeye yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro wa kwanza sura ya 2:11 maandiko anasema, wapenzi na wasi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Petro anasema na wasi kama wapitaji, ziepukeni tamaa za mwili ambazo zinapingana na roho. Nimekupa mfano mwepesi. Sema kwamba unapenda kufanya mambo ya rohoni, unapenda kuomba, unapenda kukesha. Inapokuja unatafakari kwamba twende sasa kwenye mkesha, twende sasa kwenye maombi, unakuta unajisikia kuchoka. Una wewe pia, kwa sababu ule kuweza mwili unashindwa, kwa hiyo unakubali mwili ukuendeshe, ila sio wewe uendeshe mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo anasema tuziepuke tamaa za nini? Za mwili. Unaweza ukasema tamaa za mwili ni nini? Wagalatia 5:19-21 maandiko anasema, bali matendo ya mwili ni dhaifu, ni dhahiri. Yaani anajaribu kutuorodheshea pale matendo ya mwili. Anasema ndio haya. Anasema uasherati, uchafu, ufisadi, ibada za sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, hasira, fitina, ulevi, uzushi. Kwa sasa hatupasi kuenenda katika hayo, ili tuwe vyombo vya thamani, vyombo ambavyo Mungu anavitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na maana nasema basi jitakaseni, mjitenge na hayo. Mimi wanaambia watu kwamba kuna watu ambao wamemwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi maisha yao, lakini bado wana nia mbili. Wana nia mbili, yaani huku wanayataka mambo ya kule ya ulimwenguni, mambo ambayo yapendezi Mungu, na huku yupo. Lakini maandiko yanasema tuwe na nia moja. Kama ni kumfuata Kristo, kumfuata Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Maombolezo 4:2. Maombolezo 4:2 pia anaelezea aina ya chombo cha thamani. Anasema wana wa Sayuni wenye thamani, walinganao na dhahabu safi, jinsi wanavyodhaniwa kuwa vyombo vya udongo, vyombo vya udongo, vyombo vya thamani. Kwa hiyo ukiishi sawa sawa na neno la Mungu, tukakubali kujitenga na uovu, tukakubali kujitenga na anasa za ulimwengu, maandiko yanatufuata kama vyombo vya udongo, vyombo vya thamani, ambavyo ndivyo vyombo ambavyo Mungu atavitumia. Mungu atumie kila chombo. Kama nilivyosema kwenye nyumba zetu tu kuna vyombo vina heshima, kuna vingine hata mtoto unachezea matopetope unamwachia.
apewe sifa. Mungu awabariki. Kama nilivyosema kwamba leo tuna ibada nzuri ya kumsifu na kuabudu Mungu. Ama andiko anasema kwamba kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kwa ninaamini sisi sote tunayo pumzi. Kwa tuna wajibu wa kumsifu nani? Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ninapomalizia naomba tusimame na praise team tutakuwa mnakuja hapa mbele. Hebu tumwambie Mungu atusaidie kwamba tuwe vyombo vya heshima, vyombo ambavyo Bwana atapenda kuvitumia. Naomba tusimame kanisa, karibu praise team. Sijajua ameenda namna gani, basi tutakwenda kuomba na vile mlivyojiandaa basi hivyo tutafanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neema ya ajabu ambayo Bwana umetupa. Tunasema asante kwa maneno yako ambayo tumeyasikia asubuhi leo. Baba, tunaomba tusaidie. Tusaidie Bwana kwa kuishi, kwa kufuata Roho Mtakatifu anapotuongoza na sio sisi tunavyotaka kuishi. Tupe neema Bwana ya kukuishia wewe. Tupe neema Bwana ya kulishia neno lako. Asante kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Jehova. Tunajiachilia mikononi mwako tukiomba Bwana utupe nguvu ya kuweza kushinda mwili na tamaa zake zote mbaya. Katika jina la Yesu Kristo, Baba tuwezeshe, tusaidie. Katika jina la Yesu, Baba tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninatamani umgeukie jirani yako, umjulie hali, mkaribishe katika ibada. Karibu katika ibada. Amen. Tunafurahi kuweko mahali hapa siku ya leo. Bwana wetu ametusaidia. Tuna afya njema, tunafurahi. Endelea tu kumsalimia jirani yako. Wa kushoto, wa kulia, mbele yako, nyuma yako. Mungu ametupa siku hii kwa ajili ya kumfanyia yeye ibada, akiwa na lengo madhubuti la kujipatia faida kupitia utukufu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ana neno kwa ajili yako katika maisha yako. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 5, neno la Mungu linasema kwamba mtumaini Bwana wala usizitegemee akili zako. Kwa kuwa akili zetu zina mwisho, lakini Bwana hana mwisho. Natamani tukaimbe pamoja maneno haya katika wimbo huu. Mwandishi anasema kwamba kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu, Yesu, na kuamini nimekuona thabiti. Yesu, ahadi zako kweli. Natamani tuyape uhai maneno haya, tumwambie kwamba Yesu tunamwamini. Thank you Jesus. Na kuamini nimekuona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zako. Tuimbe kanisa. Say huyu Yesu, Yesu, Yesu. Na kuamini, nimekuona ukitenda maishani mwangu. Nimekuona thabiti. Yesu, Yesu, yu thamani. Haulinganishwi fananishwi na chochote. Thank you Jesus. Sema huyu Yesu, Yesu
sura ya 17 mstari wa 16. Maandiko yanasema nikianza 15, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali